hatua unayoichukua baada ya kuwa umefeli, baada ya kuwa umeshindwa na jambo ambalo ulikuwa unalifanya, inaweza kuwa pia sababu ya kwa nini haujafanikiwa. Ukisoma maandiko vizuri katika kile kitabu cha Mithali mstari wa 24 na mlango wa 24 na mstari wa 16, maandiko yasema kwamba mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena. Yaani haijalishi utakuwa na haki kiasi gani ya kupata ndoa ama kuingia katika ndoa. Haijalishi uko na haki kiasi gani ya kuwa tajiri. Haijalishi uko na haki kiasi gani ya kuwa mbunge ama kiongozi. Haijalishi uko na haki kiasi gani ya kuwa profesa ama daktari. Kuanguka mara 7 yani ni lazima. Ndio maana maandiko yasema kwamba mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena. Lakini kuna kundi lingine ambao wanasema hivi, lakini wasio haki hukwazwa na mabaya. Mimi sitaki niongelee kuhusiana na mtu ambaye sio ana haki. Sitaki niongelee kuhusiana na mtu ambaye ana haki ya kupata kitu fulani. Nataka niongelee kuhusiana na huyu mtu ambaye ni haki yake kuingia katika ndoa, ni haki yake kuwa tajiri, ni haki yake kuwa mbunge ama kiongozi, ni haki yake kuwa msomi. Maandiko yasema mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena, lakini wasio haki hukwazwa na mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hatua unayoichukua baada ya kuwa umeanguka inaelezea utafanikiwa ama utaendelea kufeli kwenye maisha yako. Sababu ya pili ambayo inafanya watu wasije wakafanikiwa katika maisha ni maandalio ya moyo. Moyo wako umeuandaaje kuhusiana na mafanikio ama kuhusiana na kile ambacho unakihitaji katika maisha yako? Kuna maandiko yanasema kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu ya ulimi hutoka kwa Bwana. Kumbe pamoja na kuwa Mungu atakufanikisha, kuna nafasi yako kama mwanadamu unafaa kuichukua, ya kwamba unafaa kuwa na maandalizi ya kutosha. Kuna maandiko yanasema kwamba atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo makubwa kwa kadri ya uwezo ulio ndani yetu. Kwa hivyo Mungu anataka ukusanye uwezo, ukusanye yani ujiandae vizuri, ili akikuletea mafanikio ukapate kufanikiwa kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo namna ya vile ambavyo umejiandaa kuhusiana na mafanikio ambayo unayahitaji, kuhusiana hiyo ndoa yako, kuhusiana na kumiliki mali, kuhusiana na kuwa kiongozi, ina determine utafeli, utapata hayo mafanikio ama utakosa hayo mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukisoma kwenye kile kitabu ukisoma maandiko yako vizuri, kuna maandiko yanasema kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Anasema mimi Mungu uchunguza moyo wa mtu hata kumpa kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Kwa hivyo unaweza kwa nje tukakuona kwamba mbona unaweza, lakini Mungu akianza kuangalia, huwa anaangalia ndani ya moyo ndio amfanikishe mtu. Kwa hivyo kwa nje unaweza ukatushawishi kwamba unaweza. Ndio maana wakati ule Samueli alipotumwa katika nyumba ya Yese ili atoe mfalme pale, maandiko yanasema ya kwamba alienda na pembe ya mafuta, akajaribu kumwagia mafuta watu ambao walidhania yeye kama mwanadamu kwamba wanaweza. Akajaribu, lakini ikawa haiwezekani kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu aliangalia kwa macho ya nje, akuangalia katika moyo. Naye Mungu anaangalianga katika moyo. Kwa hivyo ukitaka Mungu akufanikishe kwa haraka, anza kuandaa moyo wako.
Kama unataka uwe kiongozi, lazima upanue moyo wako, ukuwa unaweza uka-accommodate watu wengi. Lakini Mungu akiangalia aone kwamba hata wale jirani yako umekosana nao, ataangalia aone kwamba akikupea hao watu wengi utashindwa kuwaongoza. Lazima upanue moyo wako kwa namna fulani, kiasi kwamba kama utakuja kuwa kiongozi, unaweza uka-accommodate watu wengi. Kama wewe ni mtu ambaye unataka kuwa na mali, maandiko sema kwamba wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Hiyo ndio principle ya kumiliki mali. Kama unataka ufanikiwe katika ndoa, katika mahusiano, ukuwe na ndoa, kama mwanaume lazima ukuwe mwanaume mwema. Maana unataka kuwa na mke mwema, hauwezi ukawa na mke mwema kama wewe mwanaume sio mwema. Mungu hawezi kukupa mke mwema kama wewe mwanaume haujaanza kuwa na wema wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongelea kuhusiana na maandalio ya moyo. Vile ambavyo umejiandaa ina determine kama Mungu atakupa ama utakosa kile ambacho ulitakiwa kuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni sababu nyingine kwa nini watu bado hawajafanikiwa. Sababu nyingine kwa nini mtu anaweza kukosa kufanikiwa katika maisha yake ni muonekano wa nje. Lakini kabla sijaenda katika muonekano, nataka niongelee kuhusiana na fungu la 10, kuhusiana na maandalio ya moyo. Ukisoma kwenye kitabu cha Malachi 3:10, maandiko yanasema ya kwamba toeni zaka kamili nyumbani mwa Baba, mkanijaribu kwa jambo hili, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbingu niwamwagie baraka hata mkose mahali pa kuweka. Kwa hivyo kila wakati unapotoa fungu la 10 ni vizuri ukahakikisha kwamba unaandaa mahali pa kuweka baraka zile ambazo Mungu atakumwagia kwenye maisha yako. Ni vizuri ukacreate nafasi katika moyo wako wa kupokea. Ndio maana kuna umuhimu wa kufanya maandalizi kabla haujataka kupata kitu fulani kutoka kwa Mungu. Anasema nitawafungulia madirisha ya mbingu niwamwagie baraka hata mkose mahali pa kuweka. Kati ya kosa ambao Solomoni aliikosa ni kwamba alienda akatoa sadaka mingi. Akatoa, maandiko yanasema kwamba alienda akatoa ng'ombe 1000. Mungu akambariki, na alipombariki akakosa mahali pa kuweka. Ikabidi akaoa wanawake wengi ili wale wanawake awagawie zile ambao zinamwagika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo ni sababu nyingine, kukosa maandalizi ni sababu nyingine ambayo inaweza ikafanya mtu asifanikiwe, maandalio ya moyo. Sababu nyingine kwa nini inawezekana usije ukafanikiwa ni kwa sababu ya muonekano wako wa nje. Mungu katika kukufanikisha ana shida na vile unakaa nje. Ako na shida sana na vile ndani yako unakaa. Lakini sisi wanadamu tuko na shida na wewe vile unakaa. Haiwezekani ati wewe ni kahaba ukaja kanisani, uko na kipawa cha uimbaji na umevalia nguo fupi na alafu nikupee madhabahu uende uibe ukiwa madhabahuni. Haiwezekani. Haiwezekani hata kidogo. Kwa hivyo muonekano wako wa nje una determine pia mafanikio yako. Kuna mhubiri ambaye ako na neno nzuri ya kuhubiri, lakini kwa namna vile ambavyo amevaa, vile maisha amempiga, unashangaa kwamba watu wengi wanashindwa kumsikiliza. Kwenye Biblia maandiko yanasema kwamba kulikuwa na tajiri na kulikuwa na mtu mwingine maskini. Yule tajiri alipokufa akaenda kuzimu, lakini maskini akaenda kifuani mwa Ibrahimu. Lakini huyu maskini maandiko yanasema alikuwa anakaa mlangoni mwa huyu tajiri. Alikuwa amewekwa hapo na Mungu kwa nini? Ili amhubirie utajiri. Lakini kwa sababu ya muonekano wake wa umaskini, kwa sababu ya muonekano wake kwamba ana chochote, angeweza kubadilisha yule tajiri akaokoka. Kama angekuwa katika frequency ama katika level moja na yule tajiri, angekuwa rahisi kumhubiria yule tajiri. Lakini tajiri alienda kuzimu kwa sababu yule aliyekuwa ametumwa ili kumhubiria alikuwa anakaa kiovyo. Ndio maana wewe kijana ambaye unataka kuoa leo hii, ukienda kwa msichana ukitaka uchumba, alafu yule msichana akakwambia nipee muda, unafaa kwanza ujiangalie ukoje, umekuja ukiwa aje. Kama ungekuja ukiwa
uko na kagari kako, umevalia vizuri, marashi unanukia, angekuambia nipee muda, angekuambia hapo hapo nimekumbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo muonekano wako nje unaweza ukadetermine mafanikio yako ama failure yako.